Okay, haya bana, tuwazidi kusonga mbele sana. Big shout sana kwako ambaye umekwisha subscribe. Kama bado hujasubscribe, weza preno subscribe ili uweze kupata habari zote za burudani pamoja na michezo. Sasa hivi kumeibuka maswali mengi sana baada ya Baba Levo pamoja na Mwijaku kusema kwamba wao watagombea ubunge bana, si ndivyo watagombea ubunge wa Kigoma mjini kwa sababu wote wanatokea Kigoma, alafu kizingatia wote ni machawa. Sasa hii imezua mijadala mikubwa sana katika mitandao ya kijamii. Baba Levo ambaye jina lake halisi ni Clayton Levocatus Chipando ametangaza nia kugombea kiti cha ubunge wa Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Hapo awali Baba Levo alikuwa diwani wa upinzani katika jimbo hilo, lakini sasa amejiunga na CCM na kuonyesha uungwaji mkono mkubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo ameahidi kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha ushindi wa chama chake katika jimbo lake. Lakini pia Mwijaku ambaye jina lake halisi ni Mwemba Baton pia ametangaza nia kugombea ubunge wa Kigoma mjini, ingawa hana historia ya kisiasa kama Baba Levo ambaye Mwijaku amekuwa na azma ya kuingia kwenye uongozi wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kujaribu nafasi ya naibu spika wa bunge mwaka 2020 lakini hakuweza kufanikiwa. Hata hivyo, katika mchakato wa kura za maoni ndani ya CCM, Baba Levo anaonekana kuwa na nafasi zaidi kutokana na umaarufu wake katika jimbo hilo na uhusiano wake wa karibu na viongozi wa chama. Kwa hiyo Mwijaku kwa upande mwingine anakabiliwa na changamoto ya kujijengea kisiasa katika eneo hilo. Kwa hiyo Mwijaku kwenye mambo ya kisiasa tunaweza kusema bado sana, atakiwa aendelee kujitafuta sana Mwijaku, si ndivyo? Sasa Mwijaku anaweza kweli akatoboa kwa sababu ana hata maarufu. Kwa hiyo Baba Levo na Mwijaku kwa wale ambao wasojua ni majina yanayojulikana sana katika tasnia ya burudani na mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Lakini kwa miaka kadhaa wamekuwa maarufu kwa kile kinachojulikana kama uchawa, sanaa ya kuwasilisha na kuwasifia watu maarufu kwa bidii na uaminifu mkubwa. Baba Levo, kwa mfano yeye Baba Levo sasa, yani yeye alijipatia maarufu kuonyesha upendo wake mkubwa kwa msanii Diamond Platnumz, hali iliyomfanya kuwa mfano wa kuigwa katika aina hii ya mahusiano ya kijamii. Kwa upande wake Mwijaku alijitokeza kwa kuwasifia wasanii kama Harmonize na Alikiba, akijenga jina lake kama mtangazaji mwenye ushawishi mkubwa katika mitandao ya kijamii. Sasa Baba Levo pamoja na Mwijaku walitumia uchawa kama njia ya kujipatia umaarufu na nafasi katika jamii, wakigeuza sanaa hii kuwa chanzo cha mapato na ushawishi mkubwa. Hata hivyo, hatua ya kuingia katika siasa hasa kwa kutangaza nia kugombea ubunge wa Kigoma mjini kwa wote wawili katika kupitia Chama cha Mapinduzi CCM imeibua maswali mengi, wakati Baba Levo anaonekana kuwa na nafasi nzuri zaidi kutokana na historia yake ya kisiasa kama diwani wa zamani na uhusiano wake wa karibu na viongozi wa CCM. Sasa Mwijaku yeye anakabiliwa na changamoto moja tu za kujengea kisiasa, yani yeye hana uzoefu kabisa na mambo ya kisiasa. Hata hivyo, wachambuzi wa kisiasa unajua wanasemaje? Wanasema kwamba wanaonya kuwa umaarufu wa mitandaoni wa Mwijaku hauwezi kuwa mbadala wa uzoefu wa kisiasa na uelewa wa mahitaji ya wananchi. Sasa wanaonya kuwa uchawa unaweza kuwa na nafasi katika burudani, lakini siasa inahitaji zaidi ya ushawishi wa mitandao ya kijamii. Ushanifahamu? Kwa hivyo, ingawa Baba Levo na Mwijaku wamefanikiwa kujijengea kupitia uchawa, safari yao kisiasa itahitaji zaidi umaarufu wa mitandaoni, itahitaji uelewa wa kina masuala ya kisiasa, uwezo wa kujenga sera zinazowagusa wananchi na uaminifu wa kweli kwa wananchi wanaowakilisha. Je, unadhani Baba Levo na Mwijaku nani atapita katika jimbo hilo la Kigoma mjini kupitia chama cha CCM? Nani ambaye ataweza kupita? Kwa sababu Baba Levo ameshawahi kuwa kiongozi pale, si ndio? Pale Kigoma pale, si ndio? Kupitia chama kingine kabisa, chama cha upinzani, alishawahi kuwa diwani kabisa katika jimbo hilo. Sasa je, Mwijaku atatoboa au inakuwaje? Vipi kuhusiana na wewe, maoni yako kuhusiana na hii issue? Unaweza kudrop your comments kupitia sehemu ya comment, after then nitakujibu. Je, kati ya Baba Levo na Mwijaku nani ana ushawishi mkubwa sana? Kwa sababu Mwijaku yeye anasema ana ushawishi kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wanampenda sana kutokana na vitu vyake ambavyo anavifanya. Lakini pia Baba Levo ameshaikuwa diwani kupitia chama cha upinzani
pale pale katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Je, nani atatoboa? I don't know. Usiache kusubscribe BN36 for more update kila siku, au vipi bana? Shee.